Ndio, lazima tuanze na baraka katika siku njema kama ya leo. Pengine watu hawajasikia bwana taarifa ya timu yao ya Young Africans, kikosi, hali ya kikosi inaendeleaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. Siku ya Ijumaa tulifanya recovery session baada ya mchezo wetu wa Alhamis dhidi ya Mbeya City. Alafu baada ya hapo Jumamosi na Jumapili zilikuwa siku za mapumziko kwa wachezaji. Kesho baada ya Mwenyezi Mungu ndio itakuwa siku ya safari kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Zanzibar kwa ajili ya kwenda kushiriki kombe la Muungano. Tunaondoka na kikosi chote cha Young African Sports Club. Ninavyosema chote na maanisha hata wachezaji ambao wapo kwenye asilimia 80-85 za kupona kurudi kwenye timu, na wao tunaondoka nao, watakwenda kuendelea na matibabu mengine kule Zanzibar ili waweze kujiunga na timu, kwa sababu mnafahamu baada ya Muungano kumalizika ligi kuu ya NBC itakuwa inaendelea. Mechi ya mwisho Muungano kama tutajaliwa kwenda finali ni tarehe 29 kama sikosei, na huko kwenye ligi maana yake tarehe 3 na mechi nyingine ya ligi kuu. Kwa hiyo hatutaki kuacha timu au mchezaji hapa Dar es Salaam, tunataka tuondoke na timu yetu yote kwa ajili ya kwenda kuanza maandalizi haya ya Muungano, lakini pia na maandalizi ya ligi kuu ya NBC. Tunaondoka kesho asubuhi. So far tuna changamoto kidogo ya ticket, lakini plani ilivyo tutaondoka saa 3:30 asubuhi, na kwa mujibu wa ratiba ya awali ambayo nilipenyezewa na mtendaji mkuu wa klabu yangu, tutacheza mchezo wetu wa kwanza siku ya Jumanne. Kwa maana yake tutafika kesho inshallah, tutafanya mazoezi, na Jumanne panapo majaliwa tutacheza mchezo wetu wa kwanza, alafu mchezo wa pili utakuwa ni siku ya Alhamis. Nafikiri kitu kama hiko, kama ratiba ile haijabadilika mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunasubiri pakuche inshallah tufanye hiyo safari. Ndio. Taarifa kuhusiana na golikipa wenu Diarra zipoje? Maana yake alitakiwa arejee kwenye mchezo uliopita, lakini pengine watu hawajamuona. Diarra ameshamaliza adhabu yake, sio kwamba alikuwa nje kwa sababu ya majeraha. Alikuwa nje kwa sababu alikuwa na adhabu ya kukosa mechi 3, na tumshukuru Mwenyezi Mungu ameshamaliza adhabu hiyo. Kilichomfanya asiwepo kwenye mechi ya juzi, mwalimu alichagua kutokana na mazoezi ambayo alikuwa anayafanya golikipa wetu, kipa la AFCON Hussein Masalanga, acheze pia na mchezo ule wa Mbeya City. Na imeprove baada ya Djigui Diarra kupata adhabu, klabu ya Young Africans tumethibitisha kwamba tuna magolikipa 3 bora kwenye ligi kuu ya NBC hapa Tanzania. Magolikipa 3 bora, top goalkeepers. Diarra so far na clean sheet ngapi? 11 nafikiri. 10, yes. Msheri mechi ambazo zapata nafasi na yeye haja concede goli. Akaja Masalanga hajapata nafasi, kapata nafasi baadhi ya michezo, kianzia mechi ya Prison kuanzia mechi ya Pamba. Cheza Pamba, kacheza TMA, kacheza Mbeya City, clean sheet 3 kaondoka nazo. Tuna top goalkeeper. Msheri alicheza ile mechi na Prison naye akachukua clean sheet yake. Maana yake tuna top goalkeepers kwenye idara yetu ya walinda mlango. Anapata nafasi yote anatuwakilisha vizuri. Kwa hiyo ile hofu kama ambavyo timu nyingine wako nazo kwamba goalkeeper namba 1 akikosekana watu wanashindwa kuangalia mpira wakiwa comfortable, Yanga hatuna hiyo situation. Sisi Diarra akiwa na changamoto, anaumwa, kapata adhabu, mwalimu kampumzisha, goalkeeper atakayekuja kucheza bado atacheza akiwa katika kiwango cha juu. Na tuna mpango hata huko tunapokwenda kwenye Muungano tutoe nafasi pia hata magolikipa wetu hawa vijana, tuonyeshe kwamba tuna squad bora, wachezaji ambao wanaweza kucheza katika pressure yoyote ile. Kwa hiyo Diarra amesharudi na atakuwa sehemu ya safari ya kikosi kinachoelekea Zanzibar siku ya kesho inshallah. Ndio, umezungumzia kuhusiana na kombe la Muungano. Nataka nikupe ripoti ambazo nimezipata huko. Wanasema sasa hivi kitafanyika kitu kinaitwa scrambled for partition, kwa maana Azam yeye anataka kuchukua Muungano, Mnyama yeye atachukua ile CRDB. Nataka nifahamu nyinyi pengine malengo yenu sasa kwenye kombe hili, maana umesema pia mtatoa nafasi mpaka kwa vijana, ni kwamba kama mjalichukulia kwa uzito huo? Tungekuwa tulichukulia kwa uzito, maana yake Thomas Morris kocha wetu under 20 ndio angesafiri na timu kwenda Muungano, alafu timu ingebaki Dar es Salaam na Pedro, lakini tumeondoka na timu yote. Ninapozungumza kutoa nafasi, maana yake anaweza akaanza Diarra
dakika kama ya 70 tumeshashinda, tunampa nafasi pia kijana wetu naye aweze kupata rekodi akiwa na timu yetu ya kubwa. Msimu tumefanya hivyo. Ukiangalia mchezaji wetu yule winga wetu yule napenda kumuita Mahrez, George Mzungu, tulimpa dakika sisi msimu huu akiwa na umri mdogo kabisa, miaka 16. Tulimpa mechi akacheza. Tumetoa nafasi kwa Casemiro, tumetoa nafasi kwa Ninju. Players wetu wote wa vijana ambao wanakuja kwenye mechi zetu tunawapa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo hata goalkeeper, idara hiyo na vijana ambao wanafanya vizuri, tutawapa pia nafasi inapotokea nafasi kwenye kombe la Muungano waweze kucheza. Kuhusu kugawana makombe, hata Prison anaweza kusema hivyo. Hata KMC anaweza kusema hivyo. Makombe ya mdomoni haya kila mtu anaweza kuwa nayo. Kombe la uwanjani ni mali ya Young African Sports Club. Yeah? Kombe lolote ambalo watu wanakwenda kwenye uwanja kuligombea ni mali ya Yanga. Lakini makombe ya mdomoni kila mtu anaweza kubeba. Hata sasa hivi nyie waandishi wa habari mkitengeneza kombe, mkialika timu na nyie mnaweza mkasema nachukua pia hilo kombe, kwa sababu ni kinywa kinazungumza. Lakini tunapokwenda kwenye kupambana kwenye dakika 90, makombe yote ambayo yanazungumzwa sasa hivi bado tunayo sisi ndio wamiliki. Sisi mabingwa watetezi wa kombe la Muungano, ni mabingwa watetezi wa CRDB, ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo wote wanaozungumza wanazungumza kitu kwa kudhani. Sisi tukwambia tunakwenda kutetea ubingwa wetu, tunakupa na reference kwamba kombe hili hapa tunakwenda kuleta lingine hapa. Na watu wengine kubahatisha, tushafanya hivyo mara 4 mfululizo kuleta makombe haya ya CRDB, makombe ya ligi kuu ya NBC. Na ila Muungano tumechukua msimu uliopita na msimu huu tunakwenda kwa dhamira hiyo tena ya kuchukua. Kwa hiyo kama wala mawazo haya wakaribishe, waambie tunawasubiri visiwa vya Zanzibar na sisi tuko tayari kwa ajili ya kupambana inshallah. Mahesabu yao kwenye NBC walivyopiga mahesabu sasa wanasema unapigwa na Azam, unapigwa na Mnyama 6, sijui nani atakaa juu hapo. Wewe unasemaje? Ndio hesabu hizo. Ndio hesabu zao wanazopiga sasa. Kwamba Yanga atafungwa na Simba, Yanga atafungwa na Azam, shakata pointi 5, gap limekatika, alafu anakuja mtu mwingine anakaa juu kwa alama moja. PlayStation hiyo. Cheza PS ukipanga msimamo wako pale, unaweza kuamua yafunge maroboti yale. Ukaongoza ligi. Lakini sio ligi kwenye uhalisia wake sisi tupo kileleni. Na hata wana Yanga sasa hivi ukiwasikiliza, dhamira yao ni ubingwa tena. Tushabadilika kule kwenye kuanza kuzungumza sijui tushinde tuwe burudani. Sasa hivi si dhamira ni ubingwa. Wachezaji wanakuonyesha mentality yao kwenye kuendea ubingwa. The way wana fight, wanakimbia, wana push, wanakuonyesha dhamira ya kutaka kuchukua ubingwa. Kwa hiyo sisi kuna ule msemo unasema unaruhusiwa kuwaza. Unaruhusiwa kuwaza, unaruhusiwa kutoa maoni. Sheria za nchi yetu zinaruhusu kabisa watu kutoa maoni yao. Naweza nikawa bingwa nini? Lakini baada ya kutoa maoni yao kushamaliza, utakiwa kwenda dakika 90 pale ukacheze na Young African Sports Club. Ukiwafunga Yanga sasa ndio urudi ujipongeze. Lakini hivi bila kuwafunga Yanga ukaanza kuongea maneno, unakuwa unajichelewesha tu. Na mimi kama mnakumbuka kauli yangu, niliwaambia muda mrefu sana kwamba tumepitia kipindi cha mpito mzunguko wa kwanza. Tunakwenda kufanya tathmini ya timu yetu. Tukirudi mzunguko wa pili, mtasikia kila aina ya milio ikiwa inatoka. Mtasikia kila aina ya maneno yakiwa yanazungumzwa. Hicho ndo kipimo kwamba Yanga aenda kuchukua ubingwa sasa. Yaani kwenye ligi yetu hii kama pako kimya kuna milio, unajua Yanga bado hajakaa kwenye position ya kuchukua ubingwa. Ukishaanza kusikia kelele kama mtu kafinywa mahala hivi anapiga kelele, ni dalili, ni viashiria vya kwanza kwamba Young Africans anakwenda kuchukua ubingwa. Na hata baadhi ya mashabiki wa Simba wamekiri hilo, ikiwemo Farhan anasema Young Africans hawezi kukosea tena. Maana alikosea mara ya kwanza, mara ya pili. Vilio vinatofautiana. Unavofiwa na shangazi, fiwa na mjomba, unavofiwa na mke, unavofiwa na mume, mtoto, vilio vina tofautiana, unavofiwa pia na mama na baba. Kwa hiyo Farhan ana kilio chake, si ndio? Kisugu ana kilio chake, Miraji ana kilio chake. Kila mtu ana nafasi yake ya kulia. Na mimi ndio kipimo changu hicho. Ligi haiwezi kaenda kama watu hawajatoa milio. Milio pekee ambao sijausikia sasa hivi na unakaribia ni ule GSM anaharibu ligi. Ndio mlio pekee ambao sijausikia. Lakini mingine tayari nimeanza kusikia. Maana yake tumeshaanza kukaa kwenye nafasi yetu. Na normally inafanyika hivi. Kama hamjui niwape siri leo.
watu wakishagundua wameshindwa kushindana na Yanga, wanatafuta sababu ya kuwahadaa mashabiki wao kwamba tumeshindwa kwa sababu hii. Lakini msimu unapokuwa unaanza, kila mmoja anashopaza mishipa yake ya shingo, sauti inakuwa juu na vimba kwamba msimu huu tunachukua ubingwa. Mambo yanakwenda, Yanga anatoka sare na Mtibwa, Yanga anatoka sare na TRA, Yanga wabovu, Yanga wamezeka, Yanga timu hamna, yote yanakuwa yanazungumzwa. Yanga ikishajipata na wakishaanza kuona moto huu tu kama tena, wanabadilisha maneno sasa kwamba hii timu tena kumbe sio wazee. Sasa bwana hapa Yanga unajua milioni inakuwa mingi. Sasa hiyo kwa sisi maulama ni viashiria hivyo, ni dalili hizo za uchampioni. Kwa Mwenyezi Mungu tujalie inshallah video hivi viendelee zaidi, viendelee kutumotivate tutwae uchampioni wetu. Na hapo mwenyekiti, imetokea juzi statement kutoka kwa mchambuzi Wilson Oluma ambayo wananchi statement hiyo wameipokea tuseme kidogo kwa hasira, wakisema kwamba wakitaka klabu yao, kwa maana viongozi mfanye jambo, kwa sababu Wilson Oluma amesema ile mechi ilikuwa haichambuliki, ilikuwa ana taarifa nyingi, details nyingi kuhusiana na ile mechi. Kwa hiyo yeye hawezi kuona ule uchambuzi wa kitaalamu kuhusiana na mbinu za kocha Pedro. Nadhani statement umeisikia, wewe kama kiongozi sasa unaweza kuzungumza na wananchi juu ya nini ambacho mnaweza kufanya sasa kuhusiana na mchambuzi Wilson Oluma. Kiukweli tumesikia statement ambayo ameitoa akiwa kwenye moja ya kipindi kwenye eneo lake la kazi. Tumefuatilia kile kipindi chote, tumesikia midahalo yote ambayo amezungumza kwenye kile kipindi, na sio tu yeye ambaye umemsema peke yake. Tumefuatilia pia baadhi ya wachambuzi waweza kusema hivyo na waandishi wa habari ambao wametoa statement tofauti baada ya mchezo ule. Kwanza nikiri, kama uongozi wa klabu ya Young Africans tumepokea jumbe nyingi, tumepokea simu nyingi kutoka kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu wakitushauri namna gani ya kuliendea hili jambo. Unajua kwenye uchambuzi kama hivi wa maredio, mitandaoni, yako maoni, ziko analysis na ziko shutuma. Kilichofanyika ni shutuma, sio uchambuzi. Pigiwa simu na waandishi mbalimbali, mmekuwa mkinihoji timu imeshuka uwezo, tumekosea kusajili, sio kocha hivi. Hizo ni opinion za mpira ambazo tumekuwa mara nyingi tukijaribu kutoa ufafanuzi wake kwamba tunashuka uwezo, tuna uwezo wa kushinda, kocha yuko hapa. Hizo ni opinion za football ambazo Club Young Africans haijawahi kumdhibiti mchambuzi kuzitoa. Ni sehemu ya mpira kabisa. Japokuwa watu wanavuka hiyo mipaka sasa hivi, lakini hatujawahi kucross hiyo line ya kuweza kugombana na mchambuzi, kugombana na mwandishi anapotoa maoni. Kwa mfano mimi toka nimeanza kazi, mwandishi pekee ambaye nimewahi kukwaro naye public ni mwandishi mmoja tu, yuko Azam Media. Jina lake sitalitaja hapa. Pekee yake nimewahi hata kupost kwenye page yangu ya Instagram nikimuattack kwa kumuelewesha wapi amekosea. Ndio maana nasema kwa inapokuja kwenye swala la analysis, swala la opinion, sisi we have got no problem na mtu anatoa maoni. Sema tumeshuka uwezo hapa na hakuna ambaye ametaka kuwashtaki, sijui kupiga kelele. Wana Yanga walikuwa mnajibizana nao kwenye mitandao. Mmesema kwamba wachezaji wa Yanga ni wazee, tumekosea kusajili, kocha mbovu. Hakuna hata mwana Yanga mmoja ambaye aliumia kwenye lengo la kuhisi kwamba umeifedhesha club kwa maana ya kuidhalilisha. Lakini ilikuwa ni mjadala ambayo tunaweza kusimama viongozi tukaijibia. Lakini sasa unapotoa shutuma kama hizo ambazo zimezungumzwa, huo sasa sio uchambuzi. Pole bwana. Huo sio uchambuzi. Na hauwezi kuwa uchambuzi ambao unashutuma. Kwa hiyo nikiri, tumepokea message nyingi na maoni mengi kutoka kwa mashabiki wetu. Na jambo hili hapa lilipofika sasa hivi ni jambo ambalo tunaliendea sasa kwenye sheria. Tunaliendea kwenye sheria. Jambo moja la uhakika la kuwaambia mashabiki na wanachama wa Club Young Africans, hili jambo halitapita tu hivi hivi. Hili jambo halitapita hivi hivi. Ni jambo ambalo mbele yake kuna shutuma ambazo mchambuzi huyo na wachambuzi tume-identify wachambuzi wawili mpaka watatu kwenye hili jambo. Majina yao sitawataja hapa kwa sababu tayari jambo hili tumeshaanza kulifile kwenye mlengo wa kisheria,
na huyo mmoja ambaye umemsema hapa Oruma, yeye ameweza kwenda mbali, amesema alikuwa na taarifa nyingi. Kwa hiyo sisi kama club tunataka pia hizo taarifa kwa faida ya wanachama wetu na wadau wa football. Hizo taarifa pia aweze kushare na wenye mamlaka, aweze kushare na taasisi mbalimbali ambazo zinasimamia, zinaongoza mpira wetu, lakini na pia na sheria mbalimbali za taifa letu. Kwa hiyo ni jambo ambalo limetuumiza sana, kila mwana Yanga ameumizwa nalo. Ni jambo ambalo limetukwaza, niseme kwa lugha hiyo, limetukwaza sana na hatutalifumbia macho. Sasa kwenye kuliendea hili jambo, hatutaki kuchambana kwenye mitandao. Kwa mtu ametushutumu sisi, na sisi tuanze kuchambana naye kwenye matandao ya Instagram, tuonyeshe kwamba tumeumizwa. Hili jambo tunaliendea kisheria kwa sababu tayari ameshatoa shutuma, na sisi kama taasisi umeshaishutumu, ni lazima nasisitiza jambo hili tunaliendea kisheria ili tupate kuelewa shutuma zake amezilenga kwa eneo lipi na aweze kuthibitisha. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, jana niliandika na narudia kuwaomba hapa, jambo hili viongozi wako nalo, tunaye mkurugenzi wa sheria na tumeunda pia kamati maalum. Tumeunda pia kamati maalum, jopo la wanasheria zaidi ya 7 kwa ajili ya kudili na hili jambo. Sio jambo ambalo tumelichukulia kikawaida. Tuko very serious kwenye hili jambo, na kuanzia kesho inshallah Jumatatu mtaanza kuona action zikianza kuchukuliwa kwenye hili jambo. Sio jambo ambalo tumelichukulia poa hata kidogo. Limekwenda kutanish image, heshima na utu ule wa klabu yetu Young Africans. Sisi tunafanya kazi na mataasisi mbalimbali, makampuni mbalimbali. Viongozi wetu wanaheshimika kwenye jamii, wanafanya kazi na taasisi mbalimbali. Mimi pia ni balozi wa makampuni mbalimbali. Kwa hiyo unapotanish taasisi ya Young Africans, maana yake unatanish umma kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo ambalo we are very serious, na niwaombe wana Yanga tutulie. Tukipost, tukitukana, tukifanyaje kwa mitandao ya kijamii huko sio. Yaani kwa mfano mimi naweza hapa saa hizi nikachukua simu yangu nikaanza kumshambulia mzee wa Jambia, nikaanza kushambulia waandishi wengine ambao wamezungumza hizo shutuma, lakini in real sense hamna nitachoweza kusaidia kwa sababu jambo hili ni shutuma na lazima twende kwenye mlengo wa sheria. Nikionyesha mimi ni bingwa wa kutype mtandaoni, mimi ni bingwa wa kuandika, mimi ni bingwa wa kuzungumza, kubishana mtandaoni, kwenye jambo hili nitakuwa nakosea. Na ndio maana Waswahili wanasema miruzi kishakuwa mingi mbwa anafanyaje? Anapotea. Sisi hataki kumpoteza mtu kwenye hili jambo. Shutuma imetoka na tunaliendea kwenye mlengo wa kisheria mpaka mwisho wake. Tukiwa na miruzi mingi tukaanza kupiga kelele nyingi, tutapoteza na focus itahama. Mmeshaleta demand hii kwa viongozi na tumeipokea na tumeshafanya hatua za kuchukuliwa. Sisi sasa hivi tuna jopo la wataalamu wa sheria ambao hivi karibuni mmeona walishinda kesi wakiwa ofisini. Tuna watu ambao wamekamilika sasa hivi kwenye professional sheria. Na ilikuwa ndo kesi yao ya kwanza ile. Ya kwanza wameshinda tena wakiwa ofisini. Kwa hiyo hii naamini inshallah tuwape muda. Unajua unapotaka kumkamata mtu, mkamate mtu kweli kweli. Ukikurupuka na mambo ya kisheria ndio unakurupuka, una file kesi, baadaye anakwenda kutushinda yule mtu. Akitushinda ni fedheha nyingine. Ndio maana tumetengeneza watu maalum kwa ajili ya kuliendea hili jambo kisheria. Sasa hivi sisi Yanga tunamwona kama mtuhumiwa, si ndio? Lakini sheria ndio itakuja kuthibitisha alimtuhumiwa kwa kosa lipi. Kwa hiyo tuache wataalamu wetu, na nimemwambia wamefanya kazi weekend yote hii, wamepata zile clip zote, wamepata kipindi chote, na siku ya kesho pana majaliwa Mwenyezi Mungu mtaanza kuona action zikichukuliwa. Na jambo hili ni wape tu siri, sio kwamba limeumiza tu klabu ya Young Africans, limeumiza pia mpira. Kwa hiyo kuna hatua nyingine, kuna wadau wengine pia watazichukua ambao sio Yanga, ambao wamewasiliana na sisi na wamesema wanataka kuchukua hatua kuanzia kesho. Kwa hiyo kuanzia kesho inshallah, na nimesema sio tu huyo mmoja ambaye umenitajia hapa, nani? Wilson Oruma. Yes, wako vijana 2 mpaka 3 ambao wamewekwa kwenye mstari huo, na wanakuwa na jicho la kisheria na watatafutwa na watakwenda kuthibitisha. Yaani hili jambo nataka niwahakikishie